Ni jioni ambayo imetulia, usiku ambao ni mtulivu kabisa kwako wewe mtazamaji wa Azam TV kuweza kupata kile ambacho kipo ndani ya kipindi hiki kuhusiana na masuala mbalimbali ya michezo. Kama ilivyo ada, wiki hii pia tunaenda katika mchezo mwingine, na huu ni mchezo wa taekwondo ambao umekuwepo kwa muda mrefu sana hapa nchini. Wengi wamekuwa wakishindwa kutofautisha wanavyoita wenyewe, inawezekana kuita taekwondo, ukaita taekwondo, lakini hii ni sehemu mbili inachezwa, Korea Kusini na Korea Kaskazini. Elimu hiyo tutaipata kidogo, lakini kuna mengi ambayo tutaenda kuyazungumzia nikiwa na rais wa chama cha mchezo huo hapa nchini Bwana John Arnold Masawe, pamoja na katibu wake Bwana Moses. Bwana, karibuni sana. Asante. Mambo vipi? Mambo, Mungu anasaidiana. Chuma bado kipo vizuri. Long time. Na unajua moja ya siri yake ni kwenda kula rojo pale Kenge Mix. Sio yule mtemi wa tambaza wa zamani. Sio. Tumekuwa watu wazima. Naam, karibuni sana. Asante. Lakini ni muda sasa umepita, tunaongea pembeni, yani hatujakutana katika studio kama hivi. Na ukimya mara nyingi unakuwa na vitu vingi. Vipi taekwondo inaendeleaje? Taekwondo tunaendelea vizuri. Japo kidogo spidi ilipungua miaka ya nyuma, kipindi kile cha corona na nini, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tukavikancel na nini kwa sababu ya mazingira yaliyokuwa. Lakini kama tunafikia leo tunaendelea vizuri, na mipango yetu tutaielezea baadaye, lakini iko salama kabisa. Tuko safi kabisa. Tuko safi. Moses, wewe pamoja na najua nyinyi pamoja na kuwa na vyeo hivi nyinyi ni wakufunzi pia. Vuguvugu nasema kwamba nguvu mpya na watu jinsi ambavyo wanaendelea kujoin, iko vipi sasa hivi katika mchezo huu? Inaongezeka na hususan katika target yetu ambayo tunazitaka za vijana na watoto. Ndio wingi uko mkubwa, hususan uko mashuleni. Kwa hiyo kama alivyosema rais, tunaenda vizuri, tuko salama. Sasa turudi katika hili sasa John. Imepita kipindi moja ya mafanikio makubwa. Nadhani sasa imepita miaka kadhaa, mliweza kuhosti mashindano makubwa sana yaliyofanyika hapa Tanzania, yakishirikisha washiriki kutoka maeneo mbalimbali duniani, lakini pia na wenye mchezo wao walikuwepo. Chachu ya kile ambacho kilipandikizwa wakati ule kimesogea vipi na mahusiano na hawa ambao walikuja kushiriki michuano hii? Kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba ile ilikuwa ni mwaka 2019. Tulifanya lile tukio, tulifanya mashindano ya kombe. Sisi tuko taekwondo ITF. Sasa ITF kuna mashindano ya aina mbili. Kuna mashindano ya dunia, yani mashindano ya nchi, ya timu za nchi, championships, na kuna kombe, mashindano ya kombe la ITF. Sasa ilikuwa ni kombe la Afrika. Ilifanyika hapa, zilikuja nchi kadhaa nyingi, mpaka watu wa Ulaya walifika. Na pamoja na hayo tulifanya seminar kwa ajili ya watu wa vyombo kwa ajili ya vyombo polisi. Walikuja polisi na watu wa immigration. Tulifanya seminar ya mambo ya security close combat, namna ya wao kuweza kujilinda katika kazi zao katika inapofika wakati fulani, kwa sababu unajua sasa hivi tunaenda ni kipindi ambacho matukio mengi ya ugaidi hayana muda wa kusema siji funga pingu nini, ni lazima ujue namna ya kujihami kitu fulani. Kwa hiyo tulifanya kile kitu. Sasa baada ya pale tulikuwa tufanye tukio lingine mwaka 2021. Lakini hapo katikati ikatokea mambo ya COVID. Kwa hiyo ITF ikasimamisha shughuli zote. Shughuli zote zikawa zinafanyika mitandaoni kupitia Google Meeting, Zoom na nini kama vile. Mpaka kuna mashindano ya mwaka 2020 yalifanyika ya kwenye Zoom, kupitia Zoom. Na ni baadhi ya vitu tu walifanya kupitia Zoom. Kwa 2021 tukawa tumetulia, tukawa 22 ndio tukaanza kuamka sasa, kutoka kufanya mipango mingi na mingine. Kwa hiyo 2022, 2023 tukapeleka timu ikaenda kushiriki Uganda. Mashindano ya Heroes na mashindano kule ya East Africa yalifanyika Uganda. 2024 tulienda Nairobi, Kenya, tulienda kushindana mashindano ya East Africa. 2025 ili tukaenda Zanzibar. Tukaenda Zanzibar. 2026 25
ilikuwa 24. No, 24 ndio Nairobi. Alafu 25 no 23 ndio Nairobi. 23 Nairobi. 24 Zanzibar. 25 hapa. Ndio ilikuwa tufanye hapa. Okay. Lakini sasa ikawa kipindi cha uchaguzi. Tukapita bahari fulani ambayo hatupendi kuikumbuka, tukaahirisha. Kwa hiyo tutafanya mwaka huu mwezi wa 12. Wow. Ni hatua kubwa. Lakini unasema kwamba mimi nawafahamu nyinyi toka ujanani mwenu, ni watu ambao mlikuwa mnapenda sana mazoezi, yani kwamba zedi alilali. Nasema tunaenda na tabia zobadilika. Hata mimi kwenye basketball wanawaambia watu, mtu akisema bwana mbona siku hizi hao wachezi kwa namna inayotakiwa, lakini kwamba inaambia ni hera yao. Na ndivyo ambavyo inaendelea hivi sasa. Yani uwezo kulazimisha kucheza kama ulivyocheza. Kwa kwenu katibu, hii hali ya kuweza kuwatengeneza vijana wa sasa hivi katika uhalisia wa mchezo, na wao unatabasamu, unajua kabisa jinsi ilivyokuwa mbinde. Bado ina urahisi namna ile au inakuwa na ugumu kutokana na lifestyle ambayo inaendelea sasa hivi kwa wazazi lakini na watoto wenyewe? Tunajitahidi kwa uwezo mkubwa, kwa sababu sisi kama ulivyosema hata dojang yetu ilikuwepo zinakuwa rough, tukuja kwenye sparring tuko kavu, tunafanya siku hizi watoto tunakwenda nao gloves, tunawekea meds pamoja, tuna push up, sijui squatting ni zile lakini kutokana na hali halisi iliyokuwepo, hata siku hizi sparring ambazo tunazocheza zinakuwa kidogo ukichunguza sana utazana kama kickboxing. Okay. Kwa sababu sheria zote za boxing ndio zinazofuatwa kwenye sparring, na kicks inakuwa kuanzia kiuno kuja juu, lakini sisi ilikuwa kila kitu. Takedown zote zipo, ingawa walimu na tukifanya kozi zetu tunaruhusu vitu vyote kwa age fulani. Kwa uelewa tunaruhusu pamba moto, zungushana, tupa chini, lakini kirudi kwenye swali lako, mabadiliko yanakwenda kutokana na hali halisi. Siku hizo watu wako sana kwenye Google, kwenye masimu, kwenye mtandao, kwa hiyo inabidi tufuate zile syllabus ambazo wanazozitaka wenyewe. Okay. John, umefikisha dani ngapi kwanza? 4. 3. Nakaribia 4 mwaka huu. Unajua inawezekana mtu akasielewe, lakini dani ni shahada. Na taekwondo dani ya juu kabisa ni ngapi? 9. 6. 9. Wana hapo sio utakuwa na miaka 70. Ile mwakani. Ni 5 nadhani mwakani. 5 nayapata mwakani. Sasa hongera sana. Hiki cha kujivunia kuweza kuwa na hiyo dani. Lakini moja ya jambo ambalo pia nilikuwa naangalia katika taekwondo na ambalo linasumbua michezo mingi ya ndani ni kuweza kupata sehemu. Nasema kwamba zile dojo kuweka mates zile ukiwa ni outdoor ni usumbufu. Vipi katika hilo mmepiga hatua gani? Maana najua kwamba mashirikisho huwa yanaweza katoa hiyo, lakini kutoa vifaa, lakini vinaenda wapi? Vitakaa wapi kwa dojo gani? Sisi unajua tunatumia nasema falsafa ya kijeshi, labda tuseme kama hivi kwamba kuadapt kwa Kiswahili tunasemaje? Kuenda kulingana na mazingira yaliyopo. Tukiwa sisi tunahitaji nafasi tu, tunaweza nafasi yoyote kutokana na misingi yetu kwamba hatutaki kukatishwa tamaa. Kwa mfano, unajua sisi hata hapa tunaweza tukafanya mazoezi. Kwa sababu tunavyokwenda tunavyokuta nafasi, tunavyoipata nafasi tunaitumia hiyo ilivyo. Sasa tuna dojang, sisi tunaita dojang. Tuna dojang mbalimbali. Lakini kila dojang ipo kulingana na mahitaji yake au na mazingira yake yalivyo. Kwa mfano dojang za watoto zote utakuta kama hazina mattress, basi zina floor fulani laini, sakafu ambayo kidogo laini kama mbao laini au nini. Lakini dojang ambazo wanafanya watu wazima hazihitaji mattress. Kwa hiyo sisi utakuta mwisho wa siku tatami tunaita kwa ajili ya mazoezi. Hatutumii sana kwa ajili ya mazoezi, tunatumia tatami kwa ajili ya mashindano, tunasisitiza kwa ajili ya mashindano. Lakini kwa ajili ya mazoezi ni kwa ajili ya watoto. Watoto wakiwa wamefika umri fulani. Sasa changamoto inakuwa vipi unavyoenda kwa mashindano, labda umefanya kwenye sehemu kavu alafu unaenda kukutana na ile titan sasa tatami. Hiyo sasa inakuja kwenye mafunzo uliofundishwa. Kwa mfano sisi msingi mkubwa wa ITF Taekwondo ni kujilinda. Na
mashindano ni kama 1% ya lengo la mtu, kwa sababu darasa inawezekana watoto na watu 20 au 30 au 50, lakini watakoenda kwenye timu unaweza kaenda watu labda 10. Kwa hiyo ukisema mtu atafanya mazoezi akiwa anategemea kwamba ataenda kucheza kwenye tatami, wakati anatembea mtaani atakuta hatakutana na tatami. Okay. Kwa hiyo msingi wetu ni katika kujiendeleza, lakini sasa kwa sababu na michezo ipo na inatumia kuendeleza hii sanaa yetu, kwa hiyo mtu anatrainiwa, inapofika kiwango kile cha training ya kwamba kujienda kwenda kwenye mashindano, inabidi tupate tatami hata ring moja za kufanya mazoezi ili azoee. Ndio. Okay. Sasa katibu, mna mashindano mwezi wa 5 na ni mashindano ya watoto. Nasema hiyo ndio route yenyewe, kwamba usipokuwa na mashindano ya watoto hauna ambacho utaendelea nacho. Mashindano haya mnaenda nayo kwa njia hipi na nini ambacho mmeshakifanya mpaka hivi sasa kuelekea mashindano haya? Maana nazungumzia mwezi wa 5 ndio huu hapa. Kwanza mashindano yalikuwa yafanyike mwezi wa 5 tarehe 30. Ndio. Tumesogeza wiki moja mbele. Okay. Mpaka mwezi wa 6 tarehe 7. Na moja ya sababu kubwa ni alionitojuzi hapa rais, hiyo Commando Kids Challenge. Okay. Ni mashindano ya watoto, watafundishwa vitu vingi, wanafanya vitu vingi, tutakuja hapo baadaye kidogo, lakini mpaka sasa hivi watoto wako tayari, kwa sababu hao watoto wanatoka katika vilabu na mashule tofauti ambao wanaenda kufundishwa. Okay. Muntazil, Mapo Brumu, Dia, mashule mengi tu ambao wanapenda kufundisha kule, ndio tunakusanya watoto wanaingia kwenye mashindano. Na mpaka sasa hivi tunakwenda vizuri, ingawa bado tunasuasua, kuna baadhi ya vitu kutokana na hali halisi, hususani ya wadhamini na vitu vingine. Okay. Sasa labda tukitumia fursa hii kuweza kuangalia ni kipi ambacho kama chama kikiweza kupata mashindano haya yatafanyika kwa mafanikio, kwa sababu unajua unafanya mazoezi kile siku zote, watu tunafanya mazoezi ili tushindane. Unajua unapopata ile medal au ile certificate katika umri wa mtoto, kile ndo anachokitaka aweze kuonyesha. Sasa so far, labda kwa nyakati mbili tofauti hapa, mniambie ni nini ambacho mnaona sasa ni njia sahihi ya kwenu iwapo mtafanikiwa mashindano haya yaweze kuwa successful kabisa. Katibu. Kutokana na wingi wa katibu kwa Kiswahili sio nahitaji wingi wa madaraja yale ya mashindano, medali. Nyie ni ile kwamba ukimalizika mshindi medali, si ndio? Sasa tumewekea watoto nani nyingi sana. Unajua kwa sisi kwenye nanizi kuna special technique. Special technique ni unapoweka kamba, mtoto anaruka, anagonga. Kuna sparring kwa junior, ambazo sparring zimetofautiana kutokana na rangi. Labda yellow to black but junior. Tuna sparring, tuna hiyo special technique, tuna power breaking, kuvunja. Okay. Tuna hiyo Commando Kids Challenge, na tuna pattern ambayo ndo msingi wetu mkubwa, kwa sababu karate wanazita kata. Hizi kwetu ni tool patterns. Hizo ni misingi mikubwa sana kwenye ITF Taekwondo, kwa sababu tekniki zote, vitu vyote vinatoka pale. Kama hapo sababu John anaposema sasa anapoingia darasani kwa kufundisha, akisema kufundisha black, hebu cheza tu fulani, stop. Hapo hapo anaanza kamaliza darasa zima kwa kuchukua tu kipate kidogo tu cha tool. Application yake hii hapa. Tunaifanyaje hivi? Kwa hiyo baadhi hivyo vitu. Okay. John, hii michezo yetu imekuwa na changamoto moja, kwamba zipo shule za kimataifa ambazo wanashiriki watoto na wengi wao watoto wanakuja wanapita hapa na kuondoka. Kwamba uwezo ukawakuta labda Watanzania wengi na nadhani hata kuna makocha ambao wanaenda kufundisha shule za kimataifa kama vile ambavyo mmeingiza syllabus katika shule zetu za kawaida. Sasa jitihada gani sasa mnaifanya hivi sasa, au nini kifanyike ili kuweza kufikia shule nyingi zaidi, sio Dar es Salaam tu, hata mikoani ambapo tayari kuna mwamko wa mchezo huo? Kwa sababu inauma, unaambiwa kwenye kuogelea, ukienda kuangalia wanaondoka wote wa kimataifa, au wakiondoka inakuaje sasa kwa timu yetu ya taifa? Hapa tunachofanya
ni tunatengeneza programu ambao baadaye tutajaribu kuitambulisha na kuipeleka serikalini kwamba mchezo wa ITF kwa sababu ITF Taekwondo pia hatufundishi kwamba mapambano tu, tunafundisha nidhamu, tunafundisha kujitegemea, tunajifundisha utu wema, ubinadamu, mambo ya uzalendo, hayo yote tunafundisha. Kwa hiyo mtoto akija afundishi tu mambo kupiga pete, anafundishwa vitu vyote hivyo. Sasa tuna mpango, wanaita mpango mkakati. Tuna mpango wa kufanya hii taekwondo iwe ni sehemu ya mtaala syllabus katika shule hizi ambazo ni za serikali. Unaona? Kiasi kwamba pale shuleni paanze kwanza kuwa kuna mashindano ya shule tu kama ilivyokuwa mashindano zamani ya mpira ya shule. Ndio umeseta. Sasa shule umeseta silikuwa naanza shuleni kutafuta timu ya shule. Tafuta shule kwanza ndio unaenda kwanza mkuu. Kwa hiyo pale pana mashindano ya shule tu, shule ya taekwondo. Kutoka pale yapatikane timu ya shule. Timu ya shule yapatikana timu ya kama labda ni wilaya ama ya kata ama ya wilaya, timu ya mkoa, timu hivyo mpaka kanda. Sasa hicho kitu hao watu wanao train kama hao unavyoona ni watu ambao wamekuepo toka watoto, lakini tulipata neema wakawepo ni wa hapa Tanzania kama akina sisi. Ni toka utotoni tumefanya mazoezi. Kwa hiyo na hao tutatengeneza kizazi baada ya miaka tuseme maana ni program ya muda mrefu, miaka 3, 5, 7 kupata mbegu ambayo baadaye itakuwa ni watu ambao tutatoa timu ya watu kutoka hapa Tanzania. Hiyo moja. Lingine ambalo ni changamoto, walimu, wakufunzi. Haya, maana kuna coaches na teachers. Teachers. Sasa sisi ni instructors. Nitarudi na hilo sasa, uje unipe hilo. Maana hilo liwaga ni swali langu sana John kwa watu wengi wa michezo. Yaani kwamba kuweza kutofautisha kati ya coach na teacher. Katika taekwondo unatofautishaje? Coach ni yule ambaye anapewa, ingaje wengi wanatuitaga hata coach. Ukienda kufundisha lakini wao wanakuaddress wewe as a coach. Coach wamezoea kwa sababu wametoka shule huko, wanajua tu mwalimu wote wa michezo ni coach. Umeelewa? Lakini coach ni yule anayeandaa timu kwa ajili ya mashindano fulani. Kwa kipindi hicho anapokuwa na timu atakuwa kocha. Lakini instructor ni yule anayemtoa yule asiyejua mpaka kuja kufikia kuingia kwenye ile timu. Umeelewa? Kwa hiyo instructor anaweza kuwa coach. Akaja bwana utakuwa nyembera ni black belt nini instructor utakuwa coach. Au usiseme hivyo bwana, utajua kwamba ninayo tena. Niongezea kidogo kwenye hapo kwenye swali lako. Moja kitu ambacho watu wanaumiza sana kichwa ni kuona kwamba sizungumzi kwa ubaya kwamba 90% tunaofundisha shule international, hiyo ni kweli. Ila hapa katikati kuna NGO moja ambayo nisingependa kuitaja jina lake. Walipeleka mtaala sana kwa wakuu wa wilaya hizi ile ambayo lilokwenda. Nilizunguka nao, nilikuwa na mwalimu mmoja pia wa boxing na moja wa basket. Tulizunguka nao wilaya, shule zote za wilaya ya Temeke karibuni kubwa Mbagala zote tulifanya. Nilichogundua kwamba wale watoto wanahitaji msaada mkubwa mno. Kuna vipaji vikubwa sana. Sasa ili tuweze kuwafikia ni sehemu ambayo tunatakiwa tunasema tunarudisha kwa jamii, lakini hatuwezi kurudisha kwa jamii hivi. Lazima tupate msaada kidogo ndio kutoka pale shule au maafisa elimu au pia kwa wadhamini, lakini tunapoteza vipaji vikubwa sana mtaani. Nakwambia hii kutoka ndani kabisa, tunapoteza vipaji vikubwa mno. Bwana mwibie siri, atakuwa wa Japani tu hao. Hayo kama kuna kigongo fulani tulipewa pale, ilipigwa, walifanya tathmini fulani Tanga. Wakati tumekutana pale na Mheshimiwa Lord Gachila Tenga kwa kwenye kikao cha viongozi wa michezo, kuna jamaa mmoja kutoka taasisi ya Kijapani aliweka mkeka wake huo na usema
Sasa kuna vipaji vinapotea kwa sababu jinsi ya kumfundisha mtoto, kuna mwingine anataka kumfundisha mtoto kama professional kabisa. Kuna mwingine anataka mtoto yeye anaweza akaamua akimbie acheze, yani akaamua. Kisha mtu anamkomalia kwamba wewe kaa hapa, makonzi yako juu, shughuli inakuwa kubwa. Sawa, tutarejea katika hilo kubwa, na nikwambie tu kwamba hapa nipo na rais wa chama cha taekwondo hapa nchini John Masawe na katibu wake bwana Moses Mwenyiru, tukiwa tunazungumzia maendeleo ya mchezo huo na mipango mikakati na mipango kazi ambayo wanakuja nayo, hususan mashindano makubwa ya Afrika ambayo yatafanyika hapa nchini. Katibu mkuu umeliweka wazi kuhusiana na namna ambavyo tunapoteza talent za watoto katika michezo, lakini pia nadhani kwamba kwa kutembea kwako utakuwa umepata angalau jawabu la nini kinaweza kikafanyika, kwa sababu hapo umekata cross, sio tu kwenye taekwondo, lakini umezungumzia zote talent ambazo tunazipoteza. Kwanza ni wazazi, walimu, viongozi wa wilaya husika, maafisa ya michezo, sio upande wa michezo peke yake, mpaka upande wa serikali, wote kwa pamoja turudi kwenye mfumo wa zamani wa mashule tunasoma sisi. Mimi nimeanza kutoka karate nikiwa darasa la 5. Yale mambo yetu yale pale kabla hajaingia mzee Mungai pale. Kwa hiyo tulikuwa tuna PE, tuna mpira, tuna nini, lakini sasa hivi unawaacha tu pale wanakazaniwa tu. Yaani unajua wanakazaniwa sasa hivi umeingia mchezo nimeangalia hizo shule za huku sana ni hiyo wakiwa na mtihani wa darasa la 4, 7, form 2, form 4, ni kukazaniwa tu kusoma muda wote, wanakazaniwa tu kusoma tu, mtoto apumziki, maomo makubwa na kama bodi, lakini swala la michezo wanalisahau, refresh mind. Kwa hiyo tunahitaji either ni mitaala ibadilike, na waamue kabisa kuokoa watoto. Yaani naposema kiongozi kwamba tunapoteza vipaji, yaani kwa sababu unajiuliza huyu mtoto ndo mara ya kwanza anafanya mazoezi kweli, unakania kidogo mtoto ana kipaji kikubwa mno, lakini kinapotea na kinapotea na hakuna mtu anaojali. Kwa hiyo tushirikiane wote kwa pamoja kama wazazi, walezi, wadhamini. Sawa, tunatakiwa turudishe kwa jamii. Lakini huwezi kurudisha kwa jamii ukiwa unachechemea. Kidogo upate mwongozo, taratibu wa kwende shule nao waone umuhimu wa kwa nini watoto wafanye boxing, kwa nini watoto wafanye taekwondo, kwa nini watoto wafanye swimming. Kana hamna ogeleaji huko. Kwenye timu ya taifa ya zamani ya swimming, kuna mtoto anatoka huko Swahilini kwetu. Hakuna mabwawa. Hakuna. Tafuta bwawa lote la kuogelea huko. Hakuna. Labda utalikuta pale Dar Live la puto lile limewekwa pale. Watoto wanaenda tu kugusagusa, lakini hakuna bwawa la watoto. Na maana viongozi hawajui kwamba huko pia wapo wale. Sasa tutakazania labda boxing kidogo, tutaforce kwenye taekwondo na mpira wa miguu. Lakini mpira wa miguu ni huu mmoja. Hata huyo hakuna. Walimu wa kusimamia pia hakuna, ni mwalimu tu wa somo fulani anaamua tu kuwasimamia, mwalimu wa michezo. Ambaye yeye akijua kama mwalimu wa michezo inakuwa ni michezo yote. Hawataki kuchukua watu professional. Mbele katika mjadala huo nilikuwa nimefikiria, kwa sababu nikumbusha kitu ambacho kilikuwa kinafanyika then na now, na mara nyingi tunasema tulinganishi vitu kutokana na wakati. Lakini ina maana kwamba mtaala wetu inabidi ubadilike, kwamba kuanzia wale maafisa michezo wao wamepractice michezo. Of course. Wao wamepractice hata kama ni wazo. Sio kupractice kabisa, lakini hata kama ana wazo au ana passion ana passion, kwa sababu yeye anawezekana amefika pale kwa ajili ya nini, ni kazi, lakini kuwe kuna anapenda michezo, lakini pia ana wazo la mchezo fulani. Inawezekana afika pale kwa sababu alijua mpira wa miguu au mieleka, lakini yeye ana wazo. Akiona labda watu wanacheza darts, ana wazo, unajua ana wazo na anajua kile kitu kinafanyika. Asiwe kama afahamu kabisa. Na ni kweli sio kwamba tunapoteza vipaji tu, tunapoteza na kizazi. Kwa sababu michezo ina nidhamu. Michezo ina nidhamu. Martial arts, sisi tunajuana pa michezo. Bila ni wale walimu wetu wa zamani, wewe basket nini ile.
walikuwa na nidhamu kabisa, nidhamu tusingekuwa hapa leo kabisa. Michezo pia ina nidhamu. Sasa kuna vizazi vinapotea, kizazi kinapotea, hamna nidhamu. Kwa ndio maana unaona kuna group fulani la vijana liko linatokea wapi, yani liko tofauti. Na sasa ukiforce hao waingie kwenye michezo, ndio analeta uhuni ndani ya michezo. Sasa ndio nasikia bwana, mabondia wauni wale walevi, wakabaji, hao wajali. Kwa hiyo mtu unabondia mtoto wangu afanye mambo ya kiuni hayo, au mambo ya kupigana hata sitaki mtu, kwa sababu anapata picha ya wale pale. Kwa hiyo ni kitu fulani kifanyike, tunapoteza vizazi, tunapoteza viongozi. Kwa sababu michezo inajenga, unakuwa na ile hali ya kuweza kuongoza wenzako. So anakuwa captain ni kiongozi wa wenzake, sio mmoja lakini kiongozi. Anakuwa hivi, kwa hiyo tunapoteza yani kabisa. Kuna jambo ambalo linaitwa diplomasia ya michezo. Na diplomasia ya michezo nikikumbuka aliyekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wakati ule marehemu Bernard Membe. Nadhani tulikuwa tunaenda kushiriki kama sikoseni Commonwealth, akatoa fursa ya vyama vya michezo shiriki kupata maeneo. Nakumbuka kuna wariadha table tennis walipelekwa China, kuna wengine walipelekwa Ethiopia, yani sehemu ambazo zipo juu katika hiyo aina ya michezo. Na nyinyi mchezo wenu huko base Korea, si ndio? Yani ndio chimbuko. Na ndio ambapo pako huko. Najua kwamba ndugu yetu Balozi Togolani alifanya kazi nzuri sana kule wakati anaondoka, na sasa hivi yuko Balozi Kaganda. Fursa gani ya viongozi au mabalozi ambayo mnaweza mkaitumia au wanatakiwa washirikiane nanyi kutokana na uhalisia wa mchezo husika? Kwa sababu nazungumzia hapo, ukiwaambia vijana scholarship nini, watashangamka, hata 800 watakuja. Sasa hiyo engagement mnaiangalia vipi kutumia fursa hizi za balozi zetu? Hapo kidogo panaka mlima hapo kidogo, kwa sababu sisi kwa mfano tunasema ITF Taekwondo. Sasa hivi wako Korea Kusini kuna ITF Taekwondo sasa hivi. Ndio. Ipo pia ITF Taekwondo. Sasa sisi tutasema tunaomba fursa tunayoomba ni kwenda kupata ujuzi. Tupeleke watu wakapate instructor course. Unaona? Instructor course watakuwa kule miezi 3 mingapi. Kwa swala litakuja, tunaweza tukamtumia balozi kufacilitate, tukampa contact, kuwasiliana na wale kufacilitate mambo na nini kila kitu. Lakini bado itakuja swala la uwezeshwaji funds sasa hapo. Nani yuko tayari kutoa, kwa sababu bado watu hawajapata ile tuseme ufahamu kwamba ili kitu kiendelee kinatakiwa kiwe kina wakufunzi, na wakufunzi inabidi waende wafundishwe. Sasa nani atakuwa mwepesi kuelewa basi tupeleke vijana 6 wakakae miezi 3 Korea kwa ajili ya kujifunza ITF Taekwondo ili waje wasaidie kufundisha kwenye shule? Ndio nilikuwa nakwambia kuna ukosefu wa walimu. Tunaweza tunamtumia vizuri balozi, tunaweza tukamtumia bana kufanya negotiation na nini safi, lakini mwisho wa fund balozi ana funds, mwisho wa kupata funds sasa hapo ndio tunarudi tena nyuma. Connection zote zimekamilika, lakini nyinyi jinsi ya kufika kufanya nini panakuwa pagumu. Sasa hata sponsor ni rahisi kwa kudhamini kitu ambacho kinaleta matokeo hapo. Michezo inaendelea, nini kinaendelea, lakini kusema upate sponsor wa kusponsor mkakati huu ambao matokeo yake yataonekana katika miaka 6 au 5 3 kidogo panakuwa. Na wapi ambapo wametoka John, nakumbuka moja eneo ambalo lilitukuza vijana wa Upanga, yani leo unatoka kwenye basketball, kesho unaenda kwenye martial arts, unarudi kwenye table tennis, na sasa tulikuwa all rounder. Ni ile Korean culture ambayo sasa unaona jengo kama limekuwa alitumiki. Ni nini ambacho kiliwatoa hawa katika mambo ya michezo zaidi? Nadhani itakuwa ni mambo ya siasa za kimataifa kwa kweli, kwa sababu Korean culture lile jengo ni la Korea Kaskazini. Ni Korea Kaskazini ambao unafahamu pale ilipo Al-Muntaz sasa hivi, zamani ulikuwa ndio ubalozi wao. Ndio. Sasa sijui waliuza ama walihamishwa, ama hatuwezi kujua.
wamehamia kule karibu na drive-in. Na kule nadhani sijui kama bado wapo ama wamesogea Masaki sasa. Wamesogea Korea Kaskazini. Korea Kaskazini. Walipo pale karibu na nani. Pale bado wapo. Wale drive-in bado wapo. Karibu na drive-in. Unaona. Kwa ile Korean culture ile lilikuwa ni la kwao, walikuwa wanatumia wao Korea Kaskazini. Sasa sijui imefikia wapi. Na zamani kulikuwa kuna utaratibu wanakuja pia kama sisi kwenda inakuwa serikali inawaleta wale, inawapa malazi, inawalipa nini, wanakuja kufundisha na wale maafisa michezo pia. Wanakuja kufundisha, wanafundisha hata wanajeshi na nini, wanakuja kufundisha huko. Kama ni table tennis wanakuja kufundisha timu mbalimbali, wanakaa mwaka mmoja, 2, 3. Hata sisi mwalimu alifundisha taekwondo hapa official Tanzania, Master Sinja Esop, alikuja kwa kuletwa na ubalozi wa Korea Kaskazini na akakaa vizuri na nini na nini. Akafundisha hadi magereza nani, lakini alikuja tukapata umo mwana sisi. Ndio. Unavyoona hivi leo sisi. Unaona kutufundisha official kabisa sasa. Ndio. Kwa hiyo hicho kitu hapo ndio kuna kitu kina miss. Okay. Lakini pia ongezea na sisi Tanzania sasa tuna wakufunzi. Ndio maana hata hizi nchi za karibu tunatalia Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda ndo wamepata karibuni tu, lakini tunakwenda kule kwa ajili ya kutoa semina. Okay. Tunafundisha tena kwa sisi instructors wengi ambao wanatoa tunaenda kutoa. Tukienda labda Burundi tunaenda kabisa kufundisha katika kambi za jeshi. Okay. Tunaenda Rwanda, tunaenda wapi. Kwa hiyo tuna wakufunzi na tunazalisha pia mikanda weusi sisi wenyewe. Okay. Tunaweza kuzalisha. Ndio maana unaona sasa hivi. Kwa hiyo hapa tena hamnaje ya kwenda kwa Master Shen Wu, si Shen Wei. Umuhimu hapo. Wale wanasaini tu. Kwa sababu hapa kuna instructor na assistant instructors. Okay. Sasa ukishakuwa instructor, yani unakuwa mkufunzi, unafanya mtihani. Unasimamia. Wewe unafanya mtihani wa kuwa mkufunzi wa kimataifa. Okay. Kuwa international instructor, unafanya international instructor test. Ndio. Upasi, ufaulu. Na kila mwaka katika unatakiwa uende kwenye kozi international instructor course mara moja au mbili. Kwa hiyo ni na vitendo pia. Ni vitendo pia. So kama unaisoma unajibu lazima uende ukatimize maeneo hayo. Ndio. Na hapa Tanzania sasa hivi tuna international instructor 3. Okay. Hongereni bwana. Na huyu bwana akienda kwa 4. Wow. International instructor manake nchi yoyote tunaweza kufundisha ITF taekwondo kutokana na rank ukianzia degree ndani ya 4. Sasa hivi tuko 3. Zanzibar yuko 1, Max utakuwa unamjua Max. Ndio. Ali unamjua. Ali anachezesha Korea, yuko Russian catch. Na mimi na wewe pia. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini tuna tatizo sana. Na pili, martial arts imeingiwa na tatizo. Kwa ujumla sasa. Kuna walimu wengi wa TikTok na walimu wa YouTube wengi ambao wanaenda kuaminika. Hii mifumo haiwazuii. Sasa hapo kwa mfano sisi tuna mfumo ambao hadi uje kuwa mwalimu lazima upenye kweli kweli, yani hadi tukuamini kwamba wewe ni instructor. Hadi tukupe hasa kama kufundisha watoto. Unajua kuna mambo mengi sana kwa watoto, anaweza kaanguka kaumia. Lakini pia kuna watu ambao sio wema kwa watoto. Tunajua hiyo jamii yetu ilivyoharibika. Sasa lakini kuna vitu ambavyo viko loose sana. Kuna martial arts nyingi. Najua watu wengi wameanza kukaza sasa hivi kutokana pia na mazingira ambapo tumepita. Ndio. Hali hivyo haribika hapa nini. Kwa hiyo inabidi hizi sanaa za mapambano ya mapigano ziangaliwe kwa undani sana. Serious, kwa sababu ile mtu anageuka anakuwa silaha. Sasa ukiwa na watu 10 ambao ni vichaa hawaeleki na nini, ni hatari hata kwa mazingira kawaida. Kwa hiyo nini ni kwamba labda hapa nitakuja pia na Moses utaniambia. Unachoniambia wewe ni sasa unaangalia movie za Kichina. Umetoka kufundishwa na Master Moses. Nikawa sifuati misingi ya Master Moses kwa ndani na naenda kuanzisha dojo kwa namna ambayo bila kusajiliwa, bila kujulikana, bila nini. Unafundisha watu vichakani, msituni. Urekodi kwenye TikTok. Watu wanaamini vile vitu. Ndio sahihi hivi. Viewers wengi, unalipwa. Kwa hiyo inageuka kazi yako sasa kwenye kutengeneza vitu na nini. Vitu vingine hata kwenye uhalisia vifanyiki. Mtu anaonyesha kuzuia kisu ni hivi. Anajua yule bwana nini na nini. Unaona kitu kama China hii.
Kwa hiyo hamna chombo, ilibidi kuna nchi kuna chombo cha kunini, taasisi ya kusimamia kabisa leseni. Sisi ITF tuna leseni ya ufundishaji. Kwa leseni ya nchi sasa ya hizi inabidi sasa kuna leseni ya nchi. Hiyo inatolewa labda kama na BMT ama labda sema wizara mambo ya ndani, leseni kabisa. Wewe ni nani, unatoka wapi, unafundisha wapi, umefundishwa na nani na nini hivyo. Tunajua, kwa hiyo mtu anajulikana huyu fulani yuko sehemu fulani anafundisha hivi na hivi. Sio mtu tu unatokea ukakusanya watu wahuni lakini hata kwenye mashule huko. Ndio. Hata kwenye mashule tunapoenda kufundisha. Sisi wote hapa tunalipia kila mwaka leseni ya kufundisha. Yaani ni lazima tuwe na leseni. Kwa hiyo tunapopeleka kwenye mashule au sehemu tunapeleka vyeti pamoja na leseni. Ina maana kwamba wale wanaweza kaamua kwenda kuhakiki sehemu yoyote kuanzia LT, ITF, taekwondo popote pale. Na hicho ndio kitu ambacho tunakizungumza kwamba wanapopokea watu kwa walimu wahakikishe, sio unajua kuna vyeti vya mtandaoni unachukua una download wahakiki wameshinda basi wapokeaje au wanawachukuaje bila kushirikisha chama husika. Najua matatizo yapo, watu kwenye ngumi wapi yapo, wapo watu ambao wanapita njia za panya, lakini huo mtiririko kwa mchezo namna hii, yani ukizungumzia martial arts ninavyoielewa mimi ni silaha. Yani kuna wengine hata ananunua tu uniform zimejaa tu zinauzwa. Ananunua uniform akiweka pale, akienda shule, akitoa vyeti download mtandaoni, anajua kurusha ngumi kama walivyosema, kapita huko basi kajua mali matatu, anabingika sakasi kidogo, anafanyi kozi zote. Sisi kuna mashule mengine una zile issue kubwa ni kwa wale wanaopokea. Mara nyingine issue haiko juu, kwa sababu huwezi kutegemea, tuchukulie labda BMT, huwezi kutegemea wakawepo kila sehemu wakajua kila kitu. Ndio maana wao wanaangalia vyama sasa tunashuka chini. Sawa kabisa. Lakini issue kubwa ni kule chini. Sasa na wewe mnunuzi, wewe unainunua kitu, ndio unaona hichi kitu sio halali, hiki ni fake, niachane nacho ama nirudishe kule dukani nene kalamiki. Lakini sio wale wanakuuzia na kuuzia tu, umenunua. Kwa hiyo shule zile zinabidi nazo zile zina utaratibu wa kuhakiki vile vyeti, kwenda kwenye sehemu husika. Sehemu husika watafute, huyu amekuja ni mwalimu wa taekwondo. Okay, taekwondo gani? ITF. Okay, ITF. Sawa, njoo siku fulani. Watoke na vile vyeti, waende sehemu husika. BMT, jamani tunaomba wanahusika na ITF taekwondo. Tunapigiwa simu, njooni, hiki cheti mnakitambua? Huyu mtu hatumtambui wala hayupo. Bana, asante, huduma yako tutatafuta siku nyingine. Yule anaondoka zake. Ongea kitu very sensitive kwamba kuna namna ambayo wizara mambo ya ndani wanapaswa waweze kuifanyia kazi, kwa sababu kama hawa wakikosa ajira sasa shughuli inakuwa ni ndefu sana. Ni silaha kubwa sana. Amenipa elimu. Sasa tuendelee katika hili ambalo tunataka kulifanya, katibu, kuhusiana na shindano kubwa ambalo tunataka kulifanya either mwisho wa mwaka kama ikiwa sahihi, mwisho wa mwaka, au kama sio mwisho wa mwaka na mwakani. Lakini vipi, mmeanza procedure gani kuweza kufanikisha shindano hilo kubwa, na kama litafanyika? Unajua sisi nchi yetu 2027 ina michuano mikubwa sana, tukihost sisi Tanzania, Kenya na Uganda michuano ya AFCON ambayo itakuwa mwakani. Lakini nyinyi mna hosti watu wangapi? Nataka nirudi na swali hilo tukitoka mapumziko, ili tuweze kuangalia sasa kama Watanzania mnaitumia vipi taekwondo kuweza kuhamasisha watu wengine wa mataifa tofauti kuja Tanzania kwa ajili ya michuano hiyo mikubwa ya AFCON. Nipo na rais wa chama cha mchezo wa taekwondo pamoja na katibu wake, nazungumzia hapa Bwana Masawe pamoja naye Bwana Moses. Tunaenda katika break. Tukirudi tutapata jibu la maswali yetu na kipya ambacho tayari wanakuja nacho katika mchezo huu.
Well, ni ngo ya mwisho kabisa ya kipindi tukiwa tunamalizia yale ambayo tuko nayo siku ya leo kuhusiana na mchezo wa taekwondo. Na hii mwisho wa siku majira kama haya mwezi ujao utaniona nikiwa kwenye dojo nikiwa na mimi nafanya yale ambayo nilikuwa nayafanya enzi hizo. Unajua wakati huo ukimwona John anakuja huko mtemi wa Tambaza afu katoka ametoka kuomu. Maisha. Shaomu kabisa. Kuna mtu ataenda mpira wake wa basketball, mtu anapiga tayari ndio ndani yake ana peku anazunguka panga anapiga zake kama Masaki, lakini yeah, it was fun. Dar es Salaam ilikuwa na watu wachache sana. Yeah, shindano ambalo mnataka kuliandaa lipo wapi mpaka hivi sasa na nini ambacho mnakitazamia kuelekea huko? Shindano ni mwaka mwezi wa 12 na itakuwa ni shindano la 7 la Afrika Mashariki na kati na shindano la kwanza la watoto ndio Afrika Mashariki, na nchi zote wanajiandaa na utaratibu wetu ni ule kama iko kwenye kalenda yetu la Baraza la Michezo. Ulibakia ni vibali ambao tutasogea kwa ajili ya Wizara ya Mambo ya Ndani na wengine, kwa sababu nchi zingine zinakuja na wanajeshi, polisi. Nchi ngapi mnaleta? Tunategemea Kenya, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Madagascar, Zimbabwe, Msumbiji, Ethiopia, Tanzania, Zanzibar inakuwa kama nani, Zanzibar na pia Sudan Kusini. Jamaa warefu sana. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri na ni mashindano yatakuwa wiki nzima kwa sababu kutakuwa na semina, mafunzo tofauti, lakini pia tutawapeleka tour. Okay. Tuko katika maandalizi ya kufanya mawasiliano na wizara husika, sababu tuangalie ni sehemu gani ambayo tutapeleka. Kwa hiyo ina maana AFCON hapo tayari mnaenda nayo hapo sambamba kabisa. Hashtag AFCON. Bwana hiyo kabambe. Lakini John pamoja na Mose niwaulize swali moja. As age goes tunajiona sisi wenyewe wakati mwingine sasa hata participation yetu sio ya kama ilivyokuwa kwa wiki. Unaweza ukaenda kwa sababu unapenda mchezo lakini usifanye mazoezi yako katika wiki nzima. Kila Jumamosi huwa panafungwa barabara. Watu wanakimbia kuvuka daraja kwenda kopo kurudi hivi. Lakini pia ukiangalia kumekuwa kuna tradition ya watu kufanya hizi marathon kwenda hapa. Lakini uchunguzi wangu mimi nimeona watu wako 50 above wanafanya hayo mazoezi. Kuna wakati unamkuta mtu ameshindwa kutembea kabisa. Kuna wakati unamwangalia unaona mbona huyu anatembea na kiatu hiki. Yani unatamani kuwa kuna kitu kingine. Sasa nakumbuka tulikuwa tunaongea ukasema kwamba nyewe tayari mshasajili mna kitu ambacho kinaweza kufanya activeness sasa iwe kubwa badala ya kudimua tu upepo moja kwa moja. Labda unaweza kutupa dibaji ya hiyo ili tuweze kujua ni nini. Ni hapo kuna vitu viwili. Ndio. Kuna watu wanafanya mazoezi vikundi. Wengi wanakimbia ni jogging. Lakini sasa kuna package nyingine kwamba watu wale wanabidi wachukuliwe kwenye uwanja tu. Pale uwanja unaweza ukakimbia mita 100 ukarudi mita 100. Ukakimbia umembeba mtu kama pale Dengu Beach ya Gakani pale ukarudi umembeba mtu. Ukaruka uchura mita labda 30 au 50 nusu kiwanja ama ukiweza unamaliza ukarudi. Lakini vinafanywa katika hali ya ulaini kwa kukwepa madhara kwa ajili ya baadaye. Sababu mtu mzima unavyoenda unajua unapunguza hizi synovial fluid. Sasa unapokimbia muda mrefu mwisho wa siku unakuta kama mtu anashiriki marathon. Mwisho anakuta amekamua kabisa kila kitu, lazima ataumia. Kwa hiyo kwa kujibu hilo tena tumeanzisha package nyingine ambayo ni fitness challenge. Okay. Kwa sababu kila mtu siku hizi ni marathon. Kila watu ni kukimbia mbio. Lakini kuna fitness challenge. Kwa mfano mtu anaweza akakimbia kilomita 5 tu lakini amebeba begi la kilo 20. Wow. Umeona? Mgongoni au kilo 15 au kilo 10. Challenges mgongoni anakimbia ama anatembea. Akifika anapata changamoto challenge kwenye akili na kwenye mwili. Anaweza akapewa taramani.
soma, utafika sehemu fulani utakuta kitu fulani pale, utakuta maelekezo mengine. Akikosa atakosa maelekezo, ndo amefika na amemaliza mashindano, amefeli. Kwa hiyo mnageuza kabisa ile taswira isiwe tu kukimbia, bali ni kupata vitu vingi kwa wakati mmoja. Vitu vingi kwa wakati mmoja. Unaona? Kwa hiyo anaenda anaona ramani sehemu fulani, ama ufike ndani ya muda fulani, mtu fulani atakuelekeza kitu fulani. Anafika pale, labda utatoka pale sasa, hapa inabidi ukimbie. Labda ni kilomita 3. Ndio. Labda umebeba madumu ya maji, ukimbie. Unaona kitu kichaina hiyo. Ukifika pale unatakiwa kabla ya kuendelea piga push up zako labda 50. Wow. Umeona ama ruka kichwa labda mita 50. Wewe tunakusubiri. Yaani vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo mtu anamaliza zile segment. Umeelewa? Amefanya mwili mazoezi, lakini na akili nayo imefanya kazi. Yeah. Kwa watoto inakuwa timu, kuwafundisha leadership skills. Watoto wanakuwa na wenzake wawili, anawaongoza yeye, ndo anasema hapa twendeni hivi. Hii timu ikiwa wanakaa wanajadili, wana plan, wanapewa kama dakika 5 au dakika 3, pangeni, fanyeni plan yenu haraka, ongoza vijana. Kwa hiyo anakuwa yuko kwenye stress, lakini ana uwezo wa kutumia akili kama sisi scout wa zamani. Katibu, unanyongeza hipi katika hilo? Katika hilo tuliongelea, tumeshalijadili, lakini sasa kwa sababu limeshawekwa wazi, na mimi na sisi tuleke wazi tu kwamba tuna baadhi ya shule tayari tunazo. Tutapita shule kwa shule kuhakiki kwamba watu hawalitumii vibaya Tanzania Taekwondo Association au Taekwondo ITF, kwa sababu sisi ndo wawakilishi wa ITF duniani. Tunajulikana na dunia, Afrika na Tanzania. Kwa hiyo tutapita shule kwa shule kwa ajili ya kuhakiki kwamba walimu wanaofundisha ni wa kwetu, na basi hata kama wanafundisha, je, wana leseni? Wanajua wanachokifundisha? Ndio. Je, wanafundisha zaidi ya kupiga mateke? Kwa sababu mtoto inabidi aelekezwe, afikie kwamba, kwa mfano mtoto anaambia, unajua ukijifunza ili uwe na discipline, uwe mzuri nyumbani, ukimaliza kula utoe vyombo vyako. Usiache vyombo mezani. Baba akifika unamwamkia, unampokea mzigo. Unaona mdogo wako unamsaidia homework. Si unacheza game tu siku nzima. Mama anafanya hivi, unamsaidia kuosha vyombo mtoto wake. Vile unajua zamani tulivyokuwa kuingiza yale malezi. Je, huyu mwalimu anafundisha zaidi ya kupiga ngumi na mateke? Anafundisha nini? Anafundisha tabia njema? Ama anaambia tu wewe ni kiboko, ukipiga mtu teke unaweza? Yule mtoto akienda anapiga wenzake kweli kule na anajiona kweli kiboko. Umenikumbusha hapa katikati hapa ilikuwa na hiyo la makocha wengi ambao wanaenda kufundisha. Sasa ilikuwa kija kifanyika mashindano ya kitaifa, wale watoto sheria hawazijui. Mwalimu au kocha wao analalamika, yeye ana discipline, anakuja unakuta kwamba tayari timu siku ya pili uioni ishaondolewa. Na ndio unakuta wazazi wanagundua kwamba tulikuwa katika mikono ambayo sio sahihi. Ndio hicho kitu. Sasa mtatumia vipi jamani elimu hii sasa iwafikie? Platform gani sasa mtaanza kuzitumia ili elimu ifike? Kwa sababu najua mpaka hayo mengine yaje yatangazwe na kupita hivi kwenyewe, kuna namna moja, lakini wazazi sasa kuweza kupata ufahamu au shule hizi walimu wakuu kufahamu. Mpaka Katengeso anaandika tu walimu wakuu kwamba tumia dojo, tumia shule na anaandika kwenye package kwamba sisi shuleni tuna taekwondo classes, tuna taekwondo hivi na hivi, wale tunapenda. Jambo lingine tunataka kufanya ni kuita kwenye shule moja, kuita kikao cha walimu, au kwenda kwenye shule moja tunaita walimu, kikao cha wazazi. Sio walimu, wazazi. Of course walimu lazima washiriki, kwa sababu pia walimu ni wazazi. Kwa hiyo kuwaita wale, kuwapa semina, kuwaelewe kitu gani wategemee kutoka kwa mwalimu yote atakayekuja anayefundisha taekwondo au sanaa yote ya mapigano. Kwa hilo ni kubwa sana na limekuwa na namna tofauti. Sasa kwa wale ambao wamesikia kwa sasa hivi, ni maeneo gani, dojo gani ambazo ziko sahihi ambazo wakitaka kujifundisha taekwondo wanaweza wakaenda? Kwa maeneo tofauti. Bagala tuna dojo, dojo Upanga pale ipo, Bobo kila Ijumaa, maeneo ya Masaki Starlight Arena, kuna Russian Culture. Tuna hapa The Cage. The Cage special kwa wanawake tu, mwalimu na wa kike. Wanawake wanakuja hata madarasa mengine, lakini The Cage special tu kwa ajili
ya wanawake. Kwa tuna maana tuna Kigogo, Bungoni. Okay. Bungoni ndo makao makuu. Pale ndo makao makuu. Pale ndo hiyo choo yenyewe class. Ongeleni bwana. Ibrahim Class kaleta medali pale, kaleta mikanda miwili. Sasa shughuli ipo ya gold pale kwenu sasa. Wake hawa ni pale na huku. Pia tunaomba hiyo support ya ngazi siku zimekwisha na mwezi huu na mwezi wa 12. Sawa. Basi hili ni lile ambalo tumeweza kukaa nalo kwa siku nzima ya leo, tukiwa na rais wa chama cha mchezo wa taekwondo bwana John Mwasawe pamoja na katibu wake bwana Moses Mwalimu, ambaye wametupa darasa kwelikweli kuhusiana na mchezo huu, lakini pia na namna ambavyo serikali inatakiwa kuwa makini katika madojo ambayo yanafundisha sanaa ya kujilinda, kuweza kuhakiki vibali na nani ambao wanafundisha, ili kuepusha vurugu zisizokuwa za lazima, lakini pia na uvunjifu wa amani. Wiki ijayo ni siku nyingine na tutakuwa na kitu kingine, lakini nikupe uhakika kabisa, tavaa dojo, nitaifuata dojo yako. Kwa lini tunakuja kupiga Dojan? Nije Dojan lini sasa? Karibu hata leo. Nitakuja mimi, nitamchukua Mbese. Ndugu Mwambie Mbese anaitwa nani? Kaseba. Jina la nyumbani. Haya bwana. Leo ndio tunamalizikia hapo, tutakutana wiki ijayo.